Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutengua uamuzi wa jopo la majaji uliomkuta na hatia ya kumfanyia unyanyasaji wa kingono mwandishi na mwanahabari Jean Carroll, pamoja na kumkashifu kwa kauli alizotoa baadaye akikanusha madai hayo. Uamuzi huo uliotolewa jana Jumatatu, Juni 29 mwaka 2026 unaacha bila mabadiliko hukumu zilizotolewa na mahakama za chini na unamaliza moja ya hatua muhimu zaidi ya kisheria ambazo Trump alikuwa akizitumia kupinga matokeo ya kesi hiyo. Mahakama Kuu haikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za uamuzi wake, bali ilikataa tu kupokea rufaa hiyo. Katika mfumo wa sheria wa Marekani, hatua kama hiyo ina maana kwamba mahakama imeamua kutosikiliza hoja za upande unaokata rufaa, hivyo uamuzi wa mahakama ya chini unaendelea kubaki halali na kutekelezeka. Kwa hali hiyo, Trump ameshindwa katika jitihada zake za mwisho za kujaribu kubatilisha uamuzi wa jopo la majaji uliotolewa mwaka 2023. Kesi hiyo ilitokana na madai ya Carroll kwamba Trump alimshambulia kingono ndani ya chumba cha kubadilishia nguo katika duka maarufu la bidhaa katika jiji la New York katikati ya miaka 1990. Carroll amesema wawili hao walikutana kwa bahati ndani ya duka hilo kabla ya Trump kumshawishi aingie katika eneo la kubadilisha nguo ambako alidai alifanyiwa shambulio hilo. Kwa muda mrefu hakuweka madai hayo hadharani, lakini baadaye aliamua kuyaeleza katika kitabu chake na kisha kufungua kesi mahakamani. Kutokana na muda mrefu uliokuwa umepita tangu tukio hilo kudaiwa kutokea, hakukuwa na ushahidi wa kisayansi kama vile vipimo vya DNA. Badala yake, kesi ilitegemea ushahidi wa Carroll mwenyewe, mashahidi waliodai aliwaeleza tukio hilo muda mfupi baada ya kutokea, pamoja na ushahidi mwingine uliowasilishwa mahakamani. Upande wa Trump uliendelea kupinga madai hayo na kusema kuwa tukio hilo halikuwahi kutokea. Katika usikilizwaji wa kesi hiyo, mawakili wa Carroll waliwasilisha pia ushahidi uliolenga kuonyesha mtindo wa tabia ya Trump kwa wanawake. Miongoni mwa ushahidi uliovuta mjadala mkubwa ni rekodi maarufu ya mwaka 2005 ya mazungumzo ya Access Hollywood ambamo Trump alisikika akitoa kauli zinazohusu kuwashika wanawake bila ridhaa yao. Ingawa Trump alisema baadaye kuwa kauli hizo zilikuwa za mzaha wa mazungumzo ya faragha, mawakili wa Carroll walidai zilisaidia kuonyesha mwenendo wake. Baada ya kusikiliza ushahidi kutoka pande zote, jopo la majaji lilifikia uamuzi kwamba Trump alimfanyia Carroll unyanyasaji wa kingono. Hata hivyo, kwa kuzingatia tafsiri maalum ya sheria ya jimbo la New York, majaji hawakumkuta na hatia ya ubakaji kwa maana finyu ya sheria hiyo. Licha ya hilo, walikubaliana kuwa ushahidi uliowasilishwa ulithibitisha kuwa kulikuwa na unyanyasaji wa kingono na kwamba Carroll alistahili kulipa fidia. Majaji hao pia walihitimisha kuwa Trump alimkashifu Carroll baada ya kutoa kauli hadharani akidai hakuwahi kumfahamu, kwamba hakuwahi kukutana naye kwa namna aliyodai na kwamba alikuwa ametunga madai hayo ili kujipatia umaarufu na kuuza kitabu chake. Mahakama iliona matamshi hayo yaliharibu sifa ya Carroll na kusababisha madhara ya kitaaluma na binafsi. Kutokana na uamuzi huo wa mwaka 2023, Trump aliamuriwa kumlipa Carroll fidia ya takribani dola milioni 5 kwa madhara yaliyotokana na unyanyasaji wa kingono na kashfa. Baadaye, katika kesi nyingine tofauti iliyohusu matamshi ya Trump aliyoyatoa mwaka 2019 alipokuwa rais wa Marekani, jopo lingine la majaji lilimwamuru pia kumlipa Carroll zaidi ya dola milioni 80 kama fidia ya ziada kutokana na madhara ya kuendelea kumkashifu na kuharibu sifa zake. Trump amekuwa akikanusha madai hayo tangu yalipoibuka kwa mara ya kwanza. Mara kadhaa amesema hakuwahi kumshambulia Carroll, akidai hampi hata kumbukumbu ya kumfahamu na kwamba kesi hiyo ilikuwa sehemu ya kampeni ya kisiasa dhidi yake. Kupitia mawakili wake, aliendelea kupinga hukumu akisema majaji waliruhusu ushahidi ambao haukupaswa kuwasilishwa na kwamba kulikuwa na makosa katika mwenendo wa kesi yaliyopaswa kuifanya hukumu hiyo ibatilishwe. Pamoja na hoja hizo, mahakama za rufaa ziliendelea kuunga mkono maamuzi ya mahakama ya awali. Hatimaye Trump aliwasilisha ombi kwa Mahakama Kuu ya Marekani kwamba iingilie kati na kufuta uamuzi huo. Hata hivyo, mahakama imeamua kutolipokea ombi hilo, jambo ambalo linamaanisha kuwa hakuna mabadiliko yote yatakayofanywa katika hukumu iliyotolewa dhidi yake.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.